Hivi Oburu Odinga yuko wapi na kwa nini Wakenya wameanza kuuliza maswali mazito hivi ghafla? Je, hii ni kawaida ya viongozi kupotea kwa muda au kuna jambo kubwa linafichwa nyuma ya pazia? Hali hii imekuwa mbaya kiasi kwamba baadhi ya Wakenya sasa wanafananisha tukio hili na uvumi ulivyoanza kuhusu kifo cha Raila Odinga. Lakini leo tutaangalia kila video, kila kauli na kila ishara iliyowafanya Wakenya waanze kuogopa. Na mwisho wa video hii utaelewa kwa nini jina la Oburu Odinga limeanza kutikisa mitandao Kenya nzima. Kwa siku kadhaa sasa, jina la Oburu Odinga limekuwa trending kwenye TikTok, Facebook na X. Wakenya wengi wameanza kuuliza swali moja tu: mbona Oburu Odinga haonekani? Na mambo yalizidi kuwa makubwa baada ya baadhi ya viongozi wa ODM kushindwa kutoa majibu yanayowaridhisha Wakenya. Video ya kwanza iliyozua mjadala mkubwa ni hii ya Mkenya mmoja aliyewahoji viongozi wa ODM moja kwa moja. Jamaa huyo alitumia hata msemo maarufu wa Oburu Odinga, tunataka power, lakini akaugeuza kwa njia iliyowaacha wengi wakishangaa. Kauli hiyo imegusa wengi kwa sababu inaonyesha jinsi baadhi ya wananchi walivyoanza kuchanganya siasa, hofu na uvumi wa mitandao. Na kama unavyojua, Kenya ikianza kuuliza maswali mitandaoni, mambo huwa hayaishi haraka. ODM tunataka power. Ni power mnataka kama ni kaburi ingine? ODM tunataka kaburi. ODM tunataka kaburi. Wacha na mambo ya power. Tell us, Oburu ako wapi? Acha mambo ya kutuficha ficha. Oburu Odinga ako wapi? It's for a trip out of country, and yet ODM leaders have gathered in Mombasa discussing important issues za party, alafu nyinyi mnataka kutuambia eti Oburu ako in a trip. Sema ukweli, Oburu ako wapi bwana? Acha ujinga. Nonsense. Sema ukweli, Oburu Odinga ako wapi? Mnataka power. Power gani? Mnataka kaburi. Acha mambo ya kiburi na ujinga ndogo ndogo. Sema Oburu ako wapi tuamini. Weka location, piga picha sahi mali yako out of country mtupostie. Acha ujinga bwana. Muliingia hapo kumaliza nyote. We want you guys. Unataka power, mnataka kaburi bwana. ODM mnataka kaburi. Don't be silly. Lakini mambo yalizidi kuchukua sura mpya baada ya mkutano wa ODM retreat kule Mombasa, ambapo Oburu Odinga alitarajiwa kuonekana lakini hakufika. Na hapa ndipo content creator maarufu kama Teacher Shei akaamua kuelezea kile ODM walichosema kuhusu kutokuwepo kwake. Baada ya maelezo hayo, Wakenya hawakutulia, badala yake maswali yaliongezeka zaidi. Wengine wakasema kama kweli yuko salama, kwa nini viongozi wengi wanaonekana kujibu kwa tahadhari sana? Something strange has happened in Mombasa, where the ODM Linda Ground faction are currently having their retreat. Number one, their leader Oburu Odinga has conspicuously missed in that meeting, and they have given the reasons of Oburu missing as unavoidable. Due to unavoidable circumstances, Oburu Odinga has missed that meeting. Number two, the speaker at that time, who was Simba Arati, governor of Kisii, said that the members of the Fourth Estate, that is the media, should leave that particular meeting so that the ODM members can have their in-house resolutions. And therefore, anybody who was working as the media in there at that particular moment was forced to go out. Stay tuned, because there might be something in there. Na leo kule Chungwa House Nairobi, swala hili lilifika hadi kwa vijana wa ODM. Kasamweli alipoongea kuhusu Oburu Odinga hakuficha hasira zake. Kasamweli amesema wazi kwamba Oburu Odinga yuko sawa na akaomba Wakenya waache kuuliza maswali mengi kuhusu kiongozi wao. Lakini sasa swali kubwa linabaki, kama yuko sawa kweli, kwa nini taifa lote linaendelea kuuliza yuko wapi? Kama chama we will not work with those tribalists. Na tumesikia watu wengine, sijuzi walikuwa naita party leader wetu mediocre. Si wamejitangaza huko wamesema hao ndio party leader. Na mbona sasa hivi wanaulizia party leader wetu? Watu wachie Daktari Oburu. We know that Daktari is well. We've spoken with him this morning. We know that he has the best interest for us. Waende wakae na walinde party leader wao, sisi tutalinda party leader wetu. The constant attacks on the person of someone of our national chairperson Madam Gladys Wanga must stop forthwith. The constant attack by tribalists like Rigathi Gachagua on the person of Junet Mohammed or Simba Arati, they must stop. Sisi kama wanachungwa, we have said now we are taking this party forward. Nairobi ndio tumeanza kwa sababu sisi kama vijana ndio kitovu cha chama, ndio uti wa mgongo wa chama. Tumeanzia Nairobi and we will traverse the entire country with the message of strengthening the party of ODM. Hata watangazaji maarufu hawakuacha kulizungumzia swala hili kwenye vipindi vyao. Waliendelea kujadili jinsi Wakenya walivyojaa hofu na hamu kuhusu Oburu Odinga yuko wapi. Na hapa ndipo tunaona nguvu ya mitandao ya kijamii Kenya.
Siku hizi kiongozi akikaa kimya kwa muda mfupi tu, wananchi wanaanza kuunganisha dots haraka sana. Lakini pia hii inaonyesha jinsi familia ya Raila Odinga ilivyo na ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya, kiasi kwamba hata kutokuwepo kwa mmoja wao kwa muda kunageuka kuwa mjadala wa kitaifa. Otherwise naona kwenye magazeti wanauliza where is Oburu Mwashumbe? Wanauliza where is Oburu? Where is the senator of Siaya? Where is he? No, wamejibu. Na kusema kidogo walikuwa jisikii vizuri. Pole kwa sasa yuko sawa. Okay. Yuko sawa. Kwa hivyo hivi karibuni itakuwa tukimwona tena ameregesha power. So yuko wapi? Mikutano. Yuko kwake, very sure yuko kwake nyumbani. Okay. Anaweza kuwa maybe yuko Bondo. Okay. Anaweza kuwa yuko Nairobi. Okay. Anaweza kuwa yuko Kisumu. Mheshimiwa Oburu ni mtu ambaye yuko na nyumba kadha wa kadha. Anaweza kuwa maybe hata yuko Mombasa. I'm very sure haiwezi kosa jumba lake la kutuliza ngatu Mombasa. So atujui yuko wapi. Hawajui exactly yuko upande gani, lakini wanasema kidogo walikuwa jihisi vizuri. Na ni mambo ya kawaida, mwili wa binadamu sengine unaweza kataa kazi. So ikabidi ametuliza anga kidogo, lakini wanasema kwa hivi sasa yuko Sankida au Sankuda. Okay. Maybe wamempeleka mbio sana, wamtulize. Kumbuka Mheshimiwa Oburu Odinga pia miaka yake imeenda sana. Wamtulize. Wamtulize kidogo. Ndio amepiga beki Kisumu, ndio Mombasa, ndio papa machopa kila saa, ndio Ikulu, ndio na mkae mkijua hajazoea hayo maisha Mheshimiwa Oburu Odinga alikuwa tu senator wa Siaya na ametulia tu. Exactly. Maisha yake tulikuwa tujui sana mambo yake. Hakuwa active sana katika politics kama kakake Raila Odinga. Msianze kumwingiza kwa maisha sasa ndugu yake. Ndugu yake alizana nayo. Mheshimiwa hayati Raila Amolo Odinga alizana na maisha. Mwendo Kibira kidogo, mara kidogo yuko wapi, mara kidogo Mombasa. Yuko sawa. Lakini Mheshimiwa Oburu Odinga yeye hakuwa hivyo. Alikuwa tu senator polite, biashara zake ndogo ndogo, Siaya kidogo, Nairobi, Senate kidogo hapa na pale. That's it. Lakini sasa unajua tena mheshimiwa kwa hivi sasa Oburu Odinga itabidi aanze kuchunguza je, diet ya brother yake ilikuwa ni gani? Maana yake alikuwa ni full of energy. Na sio ameachana na 1 year, ameachana 1 year. Mambo mengine huwezi kuanza uzeeni. Kuna mambo mengine huwezi kuanza uzeeni. Kidogo itamlemea. Kuna mahali ukifika tena ile maisha ulikuwa unaishi endelea tu. Okay. Yale maisha ulikuwa unaishi endelea tu. Usipurukie. Lakini unajua sina majukumu ambayo amepatiwa kwa hivi sasa hata ishi maisha ambayo alikuwa amezoea. Hata mimi ningekataa. Majukumu ambayo amepatiwa kwa hivi sasa hata ishi maisha ambayo alikuwa amezoea. Kama ni mimi ningekataa. Tena yuko wakati yule ambaye anahitajika zaidi. Unajua tena kwa hivi sasa tuko katika campaign season. Na ODM unajua tena kwa hivi sasa tena lazima watengeneze nyumba yake. So huyu sasa ndio kukimbia mbio. Ajitayarishe kwa chopa. Raka Mombasa. Kisii. Samburu. Spendi anapopelekwa Mheshimiwa Oburu. Mimi nataka mzee atulie. Basi achie mtu mwingine basi kama itakuwa itakuwa ngumu. Achie basi mtu mwingine ambaye anaweza kutekeleza kama itakuwa ni ngumu. Sawa, afadhali hivyo. Afadhali hivyo because your health comes first. Your health comes first. Afadhali hivyo. Mzee yuko sawa, power. Mzee yuko na power. Mzee yuko na power. Orengo bado anataka hiyo nafasi pia Anasema ni de facto leader wa ODM, de facto leader wa ODM. Unajua Orengo has been active for a long time. Yes. Yeye amekuwa active tangu ile wakati wa multiparty kitambo na kina Matiba. Yeye maisha yake amekuwa kama baba. Yes. Active throughout his life. It will only happen kama watakubali the other function ya ODM kukuwa na NDC, National Delegates Conference, na waende katika kura tena. It will only happen to Mheshimiwa Orengo kama kutakuwa na NDC na waamue kwamba now we are going to vote again for the leaders ambao watakuwa kiongoza ODM. Lakini kama kutakuwa na National Delegates Conference na kukuwa na election, itabidi tu akuwe party leader wa PM maybe. Nani huyo? Orengo PM ni? Okay, chama cha PM. Wale watoki ODM kina Orengo. Wako katika ODM. Watoki waende wapi? Lakini wewe unaonaje? Unadhani Wakenya wamezidisha uvumi kuhusu Oburu Odinga au ODM walipaswa kutoa taarifa mapema ili kuzima hizi taarifa? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa habari kubwa zinazotikisa Kenya na Afrika Mashariki kila siku. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Party leader could not make it to this function. He did send his speech, which you have read, and you have it. Therefore, the issues where he is okay. He is with us. It's only that he got committed in another important function.
but you'll be seeing him soon. The second question you just asked is about what? Unit. There are two things. Not only for those ones who happen to be not with us now, any other person who has the like mind, like in ODM, we're welcoming them to come back to the party. And we build a strong party. We're not a party to send anybody away, but a party of unity. And that's why you're seeing all teams here today. Thank you. Na mkae mkijua Oburu Odinga akona yule mzee anaitwa Okech Salah. Matokeo ni yale yale. Matokeo ni yale yale. Ile ya baba ni hayo hayo tu. Anyway,